Unachoka sana hata baada ya kulala masaa 8. Hizi ndio sababu 5 ambazo watu wengi hawafahamu kabisa. Ndugu yangu, kama una changamoto hii ya kiafya, unakuta unalala kabisa, unapumzika vizuri, lakini baada ya kuamka asubuhi, baada ya kulala masaa 8, unakuta moja kwa moja macho yako ni mazito, mwili wako unakuwa mzito, lakini pia nguvu hakuna. Hilo ni jambo ambalo watu wengi wamekuwa mchukulia kawaida. Ila nikumbushe, ili jambo sio la kawaida, linaashiria ndani ya mwili wako hapako sawa kabisa. Ndani ya mwili wako kuna changamoto ya kiafya, ndio maana unakuwa unajihisi mzito, unajihisi una nguvu, unaamka ovyo ovyo. Ni kwa nini sasa? Hapa nitakutajia moja kwa moja vitu gani vinavyosababisha changamoto hii. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatilia channel yetu, basi usahau kusubscribe na comment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya ambazo tumekuwa tukizituma kila siku. Kwa hiyo kama unaona unalala masaa 8 lakini bado unaamka umechoka, bado unaamka ukiwa mchovu, basi fuatilia dalili hizi uweze kufahamu ni changamoto gani zinazokuwa zinaambatana na hiyo dalili ya kushindwa kupata ya kushindwa kuamka ukiwa mtu mwenye nguvu. Sababu namba 1 tunasema ni upungufu wa damu, anemia. Moja kwa moja mwili inakosa oksijeni ya kutosha kwenye seli. Kwa hiyo dalili zake utapata kizunguzungu, utapata moyo kwenda kasi, lakini pia utachoka haraka. Upungufu wa damu ni moja ya changamoto kubwa sana ambayo imekuwa ikiwakumba watu wengi sana. Unapokosa upungufu wa damu, ina maana mwili wako unakosa oksijeni ya kutosha. Ukishakosa oksijeni ya kutosha, moja kwa moja mapigo ya moyo yatakwenda kasi, atakwenda mbio, utapata kizunguzungu, lakini utachoka haraka mara kwa mara. Ni moja ya changamoto ambayo imekuwa ikitukumba kila siku. Ni moja ya changamoto ambayo tumekuwa tukikutana nayo kila siku, ambayo imekuwa ikitupeleka ovyo ovyo. Inasababisha changamoto nyingi za kiafya. Hiyo ndio sababu namba 1, hakikisha unachunguza damu. Je, una damu ya kutosha? Kama una damu ya kutosha, utalala masaa 8, lakini moja kwa moja mwili wako utaendelea kujisikia hauna nguvu kabisa, utajisikia restless. Sababu namba 2 tunasema ni tatizo la usingizi, sleep apnea. Tatizo la usingizi, watu wengi hawajui wana tatizo la sleep apnea, tatizo la usingizi. Unakuta ni hatari kuwa na changamoto ya tatizo la usingizi. Unakuta unapolala pumzi inakata katikati bila wewe kujua. Sasa wengi wanajiuliza hii inakuaje? Unajisikia kama moja kwa moja kama pumzi, unashindwa kupumua vizuri. Hii changamoto ni hatari. Kuwa na changamoto ya usingizi, na hii moja kwa moja changamoto ya usingizi inapelekea ubongo kushindwa kupata oksijeni ya kutosha usiku. Ndio maana matokeo yake unaamka asubuhi umechoka sana. Na wengi wakiamka asubuhi wamechoka sana, wao wanakimbilia kwa mganga wa kienyeji kuuliza kuna changamoto gani, nani amepita kwenye bati, nani amepita angani. Lakini tofauti na hivyo, bado mnakuwa umeenda kinyume. Unakuwa bado hujafahamu chanzo cha tatizo. Ni changamoto kwenye upande wa nini? Wa usingizi, sleep apnea. Moja kwa moja haupati usingizi, tatizo la usingizi unalo. Hili linapelekea mapigo ya moyo kwenda kasi, mapigo ya moyo kwenda mbio, na maana moyo haupati oksijeni ya kutosha. Moyo usipopata oksijeni ya kutosha, moja kwa moja utakupa dalili ambazo wewe ulikuwa unazikwepa kila siku. Hakikisha unapata usingizi wa kutosha. Sababu namba 3 tunasema tezi ya shingo, thyroid kufanya kazi kidogo. Hypothyroidism. Moja kwa moja hypothyroidism ni kwamba tezi inafanya kazi kidogo, ambayo tunasema ni tezi ya shingo ambayo inatoka kwenye thyroid. Moja kwa moja hypothyroidism, ukiwa na dalili hiyo, kwanza unachoka sana, cha kwanza. Lakini cha pili, kuongezeka uzito. Watu wanaamka asubuhi wamechoka, unajihisi hujafanya kazi ngumu lakini bado umechoka. Tofauti na hapo, uzito unaongezeka. Watu wengine uzito wao umeongezeka, na kama unahitaji kufahamu uzito wako umeongezeka huko kawaida, lazima utafute body mass index yako. Utafute kilogramu zako uzidishe kwa urefu. Kama ufahamu, nitumie kilogramu zako ulizonazo na urefu wako ulionao ili niweze kugawanya moja kwa moja, nikupe majibu ambayo yanakufaa zaidi. Unachoka haraka, lakini pia uzito unaongezeka. Ngozi inakauka. Watu wengi wana changamoto ya ngozi kukauka. Huenda hata wewe una changamoto ya ngozi kukauka. Ngozi yako inakauka mara kwa mara. Kwa nini ngozi yako inakauka mara kwa mara? Ngozi yako inakauka mara kwa mara kwa sababu una hypothyroidism. Tezi ya shingo ina shida. Lakini pia kupata baridi sana, unajihisi baridi sana. Unakuta mtu hata hamna baridi, lakini mtu anakuambia mbona kama nasikia baridi. Ukiona hali hiyo, basi jua moja kwa moja kuna shida, moja kwa moja kuna changamoto, moja kwa moja kuna matatizo ambayo ni hatari kwa afya yako. Lakini pia sukari kupanda na kushuka. Hii ni kitu nyingine inayosababisha kuchoka haraka. Unakuta umelala masaa 8 lakini bado ukiamka macho yamevimba, mwili umevimba. Ni kwa nini? Sukari inapanda au kushuka. Kama una changamoto ya sukari kupanda au kushuka, you have to find the solution.
Sawa, sukari, na nimeshasema kama una changamoto ya sukari imepanda, hakikisha unapata tiba hakikisha unapata tiba ambayo inaenda kutibu nini? Hakikisha unaenda kupata tiba inayotibu kongosho. Kongosho is the main causative of diabetes moja kwa moja. Ndio maana kisukari chako kinapanda. Kisukari chako kinapanda kwa sababu moja kwa moja una changamoto ya nini? Moja kwa moja sukari yako inapanda kwa sababu una changamoto ya kongosho. Tibu kongosho. Kama hujapona kisukari, tuwasiliane uweze kuona namna ya kuondokana changamoto hiyo. Mwisho, msongo wa mawazo, stress, chronic stress. Unapokuwa na stress, homoni ya cortisol ikikaa juu muda mrefu, mwili unaishiwa power, mwili unaishiwa nguvu. Sawa, homoni ya cortisol ndio inayozalishwa pale unapokuwa na stress, na homoni ya cortisol ndio inayoaccelerate uzalishwaji wa acidity production. Acidity ikishazalishwa nyingi, moja kwa moja itaasili mwili wako. Moja kwa moja mwili wako utaishiwa nguvu, moja kwa moja mwili wako utaishiwa power. Kama uko bado unachanganyikiwa, kama hapo una changamoto ya msongo wa mawazo, hakikisha unawasiliana na Dr. Jimmy leo ili kuweza kusaidizana hata kupata ushauri. Haya ndio mambo ambayo yanasababisha hata ukilala masaa 8 bado utaamka ukiwa mchovu. Tuambie unafikia wewe ni kitu gani ambacho kinasababisha wewe ulale lakini bado uhisi uchovu moja kwa moja. Wakati wa kuhofia ni upi sasa? Ukipata dalili hizi pia basi hakikisha unamuona daktari. Namba 1 ni kupungua uzito bila sababu. Kilo zako zinashuka without any reason. Sawa, huko vizuri lakini uzito wako unashuka. Hatari. Maumivu ya kifua. Unapata maumivu ya kifua, unapopata maumivu ya kifua shtuka kabisa ili uweze kuondokana changamoto hiyo. Namba 3 tunasema unapumua kwa shida, nenda hospitali haraka. Unapopata unapumua kwa shida mara kwa mara, unatakiwa uende kucheki mapema. Ndugu zangu, tufahamu kwamba uchovu sio jambo la kubeza, ni dalili sio ugonjwa. Sawa, ukijishughulisha na chanzo basi nguvu urudi kama kawaida. Ndugu yangu, kama una changamoto ya stress, ya kujisikia mchovu, unalala lakini mwili unaamka una nguvu, lakini pia unalala, lakini pia mwingine unaamka macho mazito, macho yamevimba, ndugu yangu shtuka, hiyo ni changamoto ya kiafya ambayo unatakiwa uitaftie ufumbuzi. Lakini cha mwisho, hakikisha unakula kabla ya saa 2 usiku. Nimeshaelezea, unapokula baada ya saa 2 usiku, chakula chote kinageuka kuwa mafuta. Chakula chote kishageuka kuwa mafuta kitakuasili, pressure itapanda, kisukari kitapanda, mfumo wa mmeng'enyo wa chakula utakuwa disturbed, ambayo hivyo vitu vyote vitakuasili afya yako. Hivi vyote vinafanya moja kwa moja uwe na changamoto ya uchovu kupita kiasi. Sasa ndugu yangu, namna kuondokana kama hivyo, check stress, sukari ya kupanda na kushuka, lakini upungufu wa damu ambayo tunasema ni anemia inaweza ikawa ni chanzo, kwa sababu mwili wako utakosa oksijeni ya kutosha. Ukishakosa oksijeni, nguvu haitapatikana, ndio maana unajisikia restless, ndio maana unajisikia kuchoka mara kwa mara. Nikumbushe, kama ni mara ya kwanza kufuatia channel yetu, basi usahau kusubscribe na ucomment ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata dondoo za kiafya tunazozituma kila siku. Kama utakuwa na changamoto yote ya kiafya, ni muda sahihi wa kutuuliza, na sisi tuko hapa kuhakikisha afya yako inaimarika. Karibu na Mungu apate kukubariki.